الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Islam, na uhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wajibata waje wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukisoma katika sura Adh-Dhariyat aya ya 57 mpaka ya 58, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza juu ya lengo la kutuumba sisi na kutuleta ulimwenguni, kama kwamba anatuambia hiyo ndio mission aliyotuletea ulimwenguni. Wajibu wetu sisi kuhakikisha tunaikamilisha kwa namna alivyotaka yeye. Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya Bismillahirrahmanirrahim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa yeye hakutuumba sisi wanadamu, hakuumba viumbe wengine majini, isipokuwa kwa lengo la kumwabudia yeye, kufanya ibada. Na ibada ni jina linalokusanya yale yote anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Lakini kama ilivyo alivyotueleza lengo la yeye kutuumba, alipowaleta mitume ulimwenguni, nao vile vile aliwapa mission ya kuja kuifanya na kuikamilisha. Anatueleza alipomleta bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alimleta kwa kazi gani, alimleta kwa mission gani. Anatuambia tukisoma Qur'ani baada Bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa ili kwanza awe mwenye kushuhudia umma wake, la pili awe mwenye kuwapa habari njema wale watakaofuata na wayapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, tatu awe mwenye kuwaonya wako watakaokwenda kinyume wajue kuna adhabu kali kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wadaiya na mwenye kulingania kuwaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa idhni yake, wasiraja munira, na ni taa yenye kutoa mwangaza. Mission ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hii, na mwenyewe akaeleza kwenye hadithi, anatuambia innama mathali wa mathalun nas, mfano wangu mimi na mfano wa watu wengine nyinyi wanadamu, kamathali rajulin stawqada nara, ni kama mfano wa mtu amewasha moto, kakusanya kuni pahala akawasha moto. Falamma adaat ma haula, moto ule ulipowaka ukamwangazia pale alipokaa, akaona pembezoni mwake. Faja'ala alfarashu wa hadhihi dawabu allati taqa'u fi an-nari yaqa'na fiha, ikawa sasa vipepeo na vile vidudu vingine vinakuja kufata ule moto, vinaingia vinaungua. Wa huwa yanzi'uhunna, na yeye anajitahidi kuwazuia wasiingie kwenye moto, lakini wanampita, baadhi wanamponyoka wanaingia. Anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anarudi kwenye mfano kwamba yeye anatushika sisi kwenye ncha za nguo zetu kutuzuia tusiingie kwenye moto wa jahannam, lakini anasema na nyinyi vile vile baadhi yenu mnaniponyoka, mnapenya, mnatumbukia. Kazi aliyopewa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kuifanya ni kutulinda sisi, kutuzuia sisi tusiingie katika moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaquli, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata wajua Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratul Tahrim aya ya 6 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia maneno ya kutufahamisha juu ya mission ambayo yeye ametuleta ulimwenguni tuifanye na kuikamilisha. Anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na muokoe jamaa zenu, watu wenu, na moto wa jahannam. Kwa hii ndio mission tuliotumwa hapa ulimwenguni tuikamilishe, tuishi tutakavyoishi, lakini lengo letu iwe ni kujiokoa sisi wenyewe na watu wetu na moto wa jahannam. Kama ilivyo kuwa hakuacha bure maneno ya kuokoa tu, lakini akamuelekeza mtume wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya njia ambazo sisi tukifanya zitatusaidia na kutuongoza katika kujiokoa na moto wa jahannam. Moja ya njia hizo ni sadaqa. Pale aliposema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bishiqqi tamra, uogopeni moto, jiepusheni na moto japo kwa kokwa ya tende, nusu yake akatoa mtu sehemu ya tende akampa mwingine sadaqa. Fa in lam tajid, kama hamkupata cha kutoa, maana yake fa bi kalimatin tayyiba, jiepusheni na moto kwa kusema maneno mazuri. Imepokewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ahadin, hakuna yoyote yule kati yenu, yashhadu an la ilaha illa Allah, anayeshuhudia kwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wake, akashuhudia haya sidqan min qalbihi, kwa ukweli kabisa kutoka ndani ya moyo wake, illa haramahu Allahu ala an-nari, isipokuwa huyo Mungu atamweka mbali na moto wa jahannam. Imepokewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, thalathu man kunna fihi, mambo matatu mtu akijikuta yuko nayo, anayo hayo, mtu akiwa ndani ya mambo hayo, hurrima ala an-nari, moto unakuwa haramu kwake, wa hurrimatin naru alayhi, na moto ule vile vile yeye anakuwa haramu na moto unaharamishwa kumchoma yeye. Imanu billah, kumwamini Mwenyezi Mungu, wa hubbullah, na kumpenda Mungu, wa an yulqa fi an-nari fayuhraqa, na mtu huyu ikiwa yeye ndani ya moyo wake kutiwa katika moto akaunguzwa, ahabba ilayhi, ni jambo linalomfurahisha zaidi, min an yarji'a fil kufri, kurudi kuliko kurudi kwenye yale asiyoyapenda Mwenyezi Mungu ambayo mwanzo alikuwa nayo, sasa ametoka huko. Mtu akiwa na mambo haya atakuwa mbali na moto. Yako mambo unajijua ulikuwa nayo, na unao wenzako mpaka wameondoka ulimwenguni kwenye mambo hayo.
wewe Mwenyezi Mungu kwa kujalia umetoka huko, ili uwe mbali na moto, ndani ya nafsi yako iwe unachukia kurudi kwenye yale, sio ukiona unatamani kama nguvu zingekuwako ukarudi tena. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min abdi, hakuna yoyote kati yetu, yasumu yawman fi sabilillah, anafunga siku moja kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, akafunga, illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm, isipokuwa Mungu anauweka mbali uso wake, maana yake yeye kwa sababu ya siku hiyo, mbali na moto wa Jahannam 70 kharifan, mwendo wa miaka 70. Hatukuachwa bure, tumepewa mambo tukiyafanya yanatusaidia kuishi na kukamilisha mission tulioletewa ya kujiepusha na moto wa Jahannam. Jambo kubwa la kujiuliza, hivi tunavyoishi mimi na wewe, tunazingatia kufanya mambo ya kutuepusha na moto wa Jahannam? Kama hatuzingatii, tuzinduke sasa, tuishi maisha yetu tukiishi kwenye aya hii ya 6 suratul Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziepusheni nafsi zenu na watu wenu na moto wa Jahannam. Kisha tujifunze kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mambo aliyotuelekeza, ambayo tukiyafanya yatatuweka mbali na moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، خصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، بقية العشر والعشرين بالجنة ورسولنا بك وما يواسي الطريق والإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله